إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن محمدا بلغ رسالة ونصح الأمة وكشف عنا الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إن شاء الله تعالى tusome usulul fiqh, na usulul fiqh yenyewe baada ya kukufuatilieni sana nimehisi tuanze chini kabisa. Tuko pamoja ili tujenge msingi ulio madhubuti, isije ikawa tunataka kujenga ghorofa juu ya msingi wa maboksi. Tumechimba shimo, tukaenda tukakushanya maboksi wapi? Darajani, tukayaweka ndio nini? Ndio msingi, halafu tukaja na matofali wapi? Juu. Matofali ya nini? Ya ukuta. Mvua itaponyesha kitatokeza nini? Maboksi yale yatabani, yataroa na jengo lote likaondokana na maji. Sasa kuna kitabu ambacho kwamba kinaitwa Warakat. Ni kitabu kidogo kuliko maelezo. Mnaona ukubwa huu? Ni karatasi karibu 3 ukubwa huu. Kitabu chenyewe amekitunga mtunzi wa kitabu hiki kwa uslubu murakkaba. Aliona afanye summary, kafanya mashairi, afanye summary ya elimu yote ya nini? Ya usulul fiqh. Au anatembea na nyaraka au anajikumbusha kila anapofanya nini, anaposomesha. Ikatokeza Allah akamjalia kitabu chake kikakubalika tokea enzi zake mpaka hizi tulizonazo mpaka zijazo. Naamini itakuwa hivi. Sababu hakuna mwalimu wa usulul fiqh ila ameashiria kitabu hicho. Na akitaka kuanza kusomesha watu anaona aondokee kitabu chenyewe. Sasa kitabu chenyewe kimeshereheshwa shuruhu nyingi sana. Na miongoni mwa shuruhu zenyewe ndio tutazochukua. Hatutochukua nini? Kitabu chenyewe kama kilivyo. Tumeelewana? Haya. Yawezekana utapoulizwa mwasoma nini ukajibu usulul fiqh, kitabu gani pengine ukajibu Warakat. Tumeelewana? Itamjia moja kwa moja yule muulizaji kwamba labda twasoma Warakat ya Al-Uthaymin. Si tunamjua Sheikh Al-Uthaymin? Uhakika wa mambo, kitabu Warakat ya Al-Uthaymin ni kitabu kizuri sana alivyokisherehesha. Na mimi mwenyewe ndio hicho nilichokianzia. Alikuwa anasherehesha, kikarekodiwa, cassette zinauzwa hasa na kitabu kwa pamoja. Lakini katika pitapita yangu nilikuta Warakat amesherehesha mtu mwingine anaitwa Abdul Karim Al-Khidiri. Abdul Karim Al-Khidiri, wabad Al-Khidiri pana yeye. Huyu alifanyisha daura ilmia kama daurati zetu. Tuko pamoja? Kwa hiyo ndio nimechukua kitabu chake hicho cha Warakat tukakiacha cha Uthaymin. Kabla ya kuanza daurati zake, kwanza daurati zenyewe zilitangazwa. Baada ya kutangazwa akatoka kwao akaelekea Saudia, na watu wakatoka nchini kwao wakafuatia hizo daurati. Wapi? Saudia. Kwa kipindi maalum.
Kwa hiyo walisoma watu wa hapo Saudia, waliokuweko ndani ya Saudia na watu kutoka nje ya nchi wakaja kusoma pale. Wengine ni walimu, wengine ni wanafunzi wa kawaida. Almuradi walitangaza kwamba huyu sheikh atasomesha na watu wanajua kima chake kuhusu elimu, wakamfuata. Kwa hiyo siku ya mwanzo alikuwa ajibu maswali tu ya shubuhat kuhusu elimu. Ndani ya vitu alivyoulizwa, aliulizwa kuhusu warakat yenyewe. Waonaje warakati hii? Wenzetu katika kusoma wametueleza kwamba warakati haina maana, sababu ni ngumu kuielewa. Pili, imeshashereheshwa na watu, haina haja ya kuifuata warakati. Tatu, kuna baadhi ya vitu ambavyo vina upungufu. Wakauliza maswali mengi. Kwa hiyo sisi tunakuwa tunashauriwa sana tupitie warakat aliyosherehesha nani? Tuliyemtaja Al-Uthaymeen. Akasema alhamdulillah, Sheikh Uthaymeen hakuna anayelingana naye, na kitabu kile kweli kweli amekisherehesha, akakipiga na chini, nakiri na watu wote wanakiri wenye elimu hii. Lakini mimi nashauri kwamba si mimi wala mtu mwingine yeyote, madamu sisi ni watu wa enzi zenu, mnajua vizuri miondoko yetu tunachokifanya, mtanisaidia. Miondoko yetu tunachokifanya, nauliza swali, naomba mjibu. Umeelewana? Nini? Tupeni wadhaifu za madrasa. Mila zilizotangulia tukaanza katika kizazi cha Hussein. Moja, kukuza vipaji vya wanafunzi. Pili, kuunganisha wale na jamii kwa sababu wanatoka sehemu tofauti. Tatu, sababu ya maendeleo ya uchumi wa nchi. Sahihi. Kuna nyingine ambayo taungana na hapa moja kwa moja. Kutoa tafiti tofauti. Hivi? Kutoa tafiti katika wale ambao wanasomesha katika hapa kwa soma katika ile wanahususia somo fulani hayo pale. Ni hapo mnataka kufika sasa. Uchagua yale yaliokuwa mazuri na kutukacha. Basi umetupeleka kule tunapotoka. Hapo hapa. Mama rejea kwanza. Umesemaje? Katika ala usomesho. Watokee baadhi yale kwamba wanafanya kuhususia somo fulani tu. Tumeelewana? Ndio hapo nikakwambia unataka kufika. Vipi? Halafu kwa nini unakuwa kujiamini katika kuzungumza? Na nimekufuatilia hapa tulipokuwa tunafanya irabu hapa. Wewe ni mzuri kuliko unavyofikiria. Lakini sijui kwa nini unakuwa kujiamini. Hivyo nimeshangaa juzi tulipoachana pale mnaondoka, nikaona kwa nini anakuwa hivi? Na hali ya kuwa yuko mbali sana. Kutokujiamini kwako ndio kutakusababisha zawadi ulizonazo hapo kichwani usizifaidi. Lakini usijione kama ni wa kawaida, sababu nilikufuatilia pale kwenye era. Nimeunganisha hii siku na ile siku tuliyosoma nini? Usulu thalatha. Nani kawaida? 4. Na pengine ukawa mwepesi wa usulul fiqh. Sijui upo Kwa hiyo badilika.
Sababu ile nani umezungumza dakika sijui 3 au 5 hivi. Ukasema naishia hapa. Ni sababu hujiamini. Hivyo utanieleza kwamba klasi kule darasani unaposomesha unasomesha dakika 5. Kwa nini sasa hapa usomeshe dakika 5 kule uchukue kipindi kizima? Nipe sababu. Labda kwa kule na kwa shajiandaa. Hapo na kwa hujajiandaa. Hapa inakuwa kama matokezeo pia. Sawa. Tutakupatia fursa ujiandae. Umenipata? Nimekufuatilia nikakukubali, nikaona tatizo hujiamini, lakini pengine ukawa mpesi wa usulul fiqh. Nitakuambia kivipi tunapokwenda. Tulisema katika wadhaifu ya madrasa ni kukunjua vile vigumu vya elimu kufanya nini? Vyepesi. Tunaelewana? Sasa huyu akajibu akasema, sisi ni watu wa enzi zenu, na sisi tunapofanya nini? Tunaposomesha tunavikunjua vile vigumu kuvifanya nini? Vyepesi. Na ndio kinachotokeza kwa Sheikh Al-Uthaymeen na watu wengine wote wale. Ila tatizo ni lipi kwa mwenye elimu? Ukijizoesha vile vitabu vilivyokunjuliwa, tunaelewana? Ni ngumu kwenda kufungua kitabu cha watu wa zamani, tumeelewana? Ukafanya nini? Ukakisoma. Ni ngumu. Lakini mnaonaje lau utasomeshwa vile vigumu ukaenda ukafungua vilivyokunjuliwa? Tumeelewana jamani? Tumeelewana? Ndio akawahusia watu kwamba rudini kwenye nini? Warakati. Sababu vitabu vya Uthaymeen vingi, tumeelewana? Unajisomesha hivi. Wewe una lugha tu. Uwe una lugha kawaida ya kujisomesha vitabu vya Uthaymeen. Uwe una lugha na mabadi nzuri ya nini? Ya akida. Tumeelewana jamani? Basi utajisomesha vitabu vingi vya Sheikh Uthaymeen. Amevikunjua na anatumia usulubu mwepesi na lugha laini. Sababu durusi zake zinakuwa na watu tofauti zilikuwa. Kuna watu waliojiendeleza kielimu wanalingana naye, kuna watu wakati na kati, na kuna wanafunzi. Kwa hiyo anakusudia kwamba kila mmoja hapa atoke akafanya kafaidika. Kwa hiyo kumbi achukue lugha ya mtu wa chini na usulubu wa mtu wa chini. Ndio maana vitabu vyake vikawa vyepesi. Lakini ni kweli vitabu vyenyewe ukivizoea vya Uthaymeen, ujue vitabu vya watu wengine hutoweza kuvisoma. Mimi nimeanzia warakati, nasikiliza ashirita, nilinunua keseti na kitabu nikamfuatilia mwenyewe zaidi ya mara 3. Nikakunjuka. Hapo sijaanza sana ula. Nipo mahad lo mstawa wa 3. Nikakunjuka. Tulipofika kule klasi sasa, nilijikuta ni mgeni kabisa na usulu. Baada ya muda nikaona kwamba ugeni sikuwa nao, ni usulubu wa vitabu vyenyewe tofauti na yule niliyemfuatilia kwenye nini? Ashiri. Kwa hiyo nilivyokuwa na randaranda huku, nikakuta vitabu nikasoma na nini, nikakuta yale aliyozungumza ni yale niliyoyaona, ingawa sikujua tatizo langu ni lipi. Kwa hiyo kashauri watu kwamba watu wasizoee vitabu vya hawa wa sasa hivi, sababu yawezekana wewe baada ya kusoma ukajikuta umechaguliwa kuwa ni msimamizi wa Waislamu mambo yao. Tumeelewana? Utaulizwa maswali, na baada ya utaulizwa maswali bila shaka una nini? Una library. Tumeelewana? Utaenda kurudi kwenye vitabu vya watu wa zamani. Tumeelewana? Utashindwa kupata hicho ulichokwenda kufanya ukitafuta. Tumeelewana? Ndio maana tunahusiwa pia tusome kwa staili ya halakat. Staili ya halakat ni ile staili ya Yemen. Wanasoma vitabu.
lakini wenye kusomesha halakati wanakuwa wana elimu sio ya kawaida, kiasi ambacho kwamba anamfidisha mwanafunzi anatoka hapa kwenye halaka kana kwamba alisoma nini mukarara. Tumeelewana? Lakini wengi wa wanafunzi wenye kutoka ndani ya vile vikao wanakuwa hawana uwezo wa kuwafaidisha wenzao kwa staili ya mukarara. Hapo ndio penye tatizo. Kwa hiyo Saudia wana meji vitabu, wana meji manhaji mbili. Mnasoma mukarara darasani na vile vipindi vyenu vya free watu wanapelekwa kwa mashekhe waende wasome nini? Halakati. Tumeelewana jamani? Ama kwetu Sudani watu wanasoma mukarara. Baada ya kusoma mukarara wanakuachia muda wako wewe uutumie unavyotaka. Tofauti na Saudia. Saudia chuo kinatumia muda wako kwa kipindi chote ambacho utakao chuoni. Ama sisi pale unaingia darasani tu, baada ya darasani utajua utatumia muda wako vipi. Na ndio maana tukakosa product za Sudani zenye kusomesha. Ikiwa wenye kutoka Saudia wanatoka Saudia wakapitia darajani wasisomesha na muda wao waliutumia wote, itakuwa sisi kule. Mwenye uwezo wa kusomesha anayetoka Sudan ni yule aliyejishughulisha na zile halakati, kapanga muda wake autumie vizuri. Lakini wengi ni vijiweni. Masomo ya sharia ni tofauti na masomo ya kuliati nyingine. Kwa hiyo insha Allah Taala tunaondokea warakati, na tutapomaliza warakati kila mmoja, nimeenda kutafuta matni nimeikosa ili muione, kila mmoja atapewa kipande hivi asomeshe. Tumeelewana? Bifakiha upo lakini utajiandaa vizuri nyumbani. Umenipata ndio tupigie masaa mawili hapa mtawali. Hai. Hiki kitabu tutachokisoma, usulubu aliotumia ni usulubu mzuri sana. Ametumia usulubu tarikatul madh wa naqli. Tulikosa mfano hapa class atukifahamisha wazi. Tukaja tukapata mfano WhatsApp. Mliusoma? WhatsApp mliusoma? Kuangalia kwa ndani. Hala. Lakini uone. Jamani, niliashiria pale kwamba huu ni mfano mzuri ili mtu aelewe nini uslubu madhewa wanapi walipotuletea habari kwamba nini sijui mboga sijui nini. Tumeelewana? Ndio nikaanza kuelezea. Tunaanza sasa hivi. Tufanye kwanza mukadima na ni tamhidi. Hivyo jamani, andika kichwa tamhidi. Kwanza nani asomesha usulul fiqh? Hamna? Nani anaishika kule katika waliokuwa hawajahudhuria? Anasomesha Ustadh Umar ndio yupi? Yule Umar mgeni ndio yupi? Yule wa kule Afra. Sijui. Wa Afra anaitwa?
Omar Abe. Omar Jones. Ndio aliyekusomesheni? Na ndio aliyekusomesheni pia? Na ndio anaisomesha sasa hivi. Usulul fiqh imeanza vipi? Nani anaweza kutueleza? Alielezea, alitoa tamhid. Usulul fiqh jamani ilikuwepo. Andika usulul fiqh ilikuwepo tokea enzi za Rasul. Lakini haikusomeshwa rasmi kwamba ni somo, wala hakikuandikwa chochote kuhusu usulul fiqh. Hakusomeshwa kwamba ni somo, wala hakikuandikwa chochote kuhusu usulul fiqh. Kama tunavyoelewa kwamba enzi za Rasuli hakuna chochote kilichokuwa kimeandikwa. Hata Qur'ani yenyewe watu walikuwa nayo vifuani. Hata Qur'ani yenyewe watu walikuwa nayo vifuani, haikuandikwa. Ingawa ilikuwa imeandikwa vipande vipande kwenye mifupa, magozi. Tayari jamani. Ikafika enzi za khilafa, Qur'ani ikakushanywa, ikawekwa pahala pamoja. Baada ya Qur'ani kukushanywa, kitu gani cha mwanzo kilichotokeza baada ya Qur'ani kukushanywa katika turathi Islamia? Nani anatueleza? Ni kitu gani cha mwanzo cha pili kilichotokeza? Yaani mwanzo Qur'ani na kitu kipi cha pili baada ya Qur'ani? Kukushanywa kwa hadithi. Mama usiseme au. Na kuombea ili mtu kati yetu asije akasema au. Unanivunja moyo wakati mimi nakuamini. Ukisema au na maana hujiamini. Sasa wewe hujiamini, mimi ni kuamini, na maana kumbe nimejenga imani yangu kwenye nini? Bala siku jamani. Ushazoea bustani, lakini hivyo nimesema au mimi nimeshika mdomo kama nimesema. Ala, asante. Haya. Ilivyokushanywa Qur'ani, zilivyokushanywa sunna, ndio ya pili kukushanywa. Tumeelewana? Ilikuja na miondoko kwamba haikukushanywa sunna tu, bali walikushanya moja kwa moja na ulumu ya sunna kwa pamoja. Wakati inakushanywa sunna, watu walianza pia moja kwa moja kuandika kuhusu ulumu sunna. Nani atatueleza kwa nini wakaandika kuhusu ulumu sunna, na kile kipindi na kushanywa Qur'ani hakuna aliandika kuhusu Qur'ani zaidi ya kuiandika tu kuikushanya? Ama ulumu sunna inakushanywa
na watu wanaanza kuandika kuhusu ulumu sunna. Nani atatueleza? Ilivyokushanywa Qur'ani, ikakushanywa Qur'ani, wala hakuna kilichoandikwa kuhusu Qur'ani, yani tafsiri au ulumu Qur'ani. Tumeelewana? Tukaona kwamba ikaja dauru ya kukushanywa nini? Sunna. Na watu wakaanza kuandika huku sunna inakushanywa na huku wanaandika nini kuhusu ulumu sunna. Sababu nini hasa? Walipofia kuja kuchanganya sunna na Qur'ani yenyewe. Labda swali hujalipata. Qur'ani si inakushanywa? Wakati inakushanywa Qur'ani, hakuna jingine lolote lililokushanywa na Qur'ani. Inaeleweka wazi. Lakini sunna wakati inakushanywa, haikukushanywa peke yake, imekushanywa na ikakushanywa elimu ya nini? Ya sunna. Tunaelewana? Tumeelewana? Ndio nikauliza, kwa nini hapa ikushanywe sunna na ikushanywe elimu yake? Kule kwenye Qur'ani ilikushanywa Qur'ani, haikukushanywa nini? Elimu yake, tafsiri yake, yani na usuli. Sunna ndio tafsiri hiyo kwa yenyewe. Hilo ni moja na ni hoja. Tumeelewana? Ulumu sunna ndio inotafsiri nini? Qur'an. Lakini hoja kuu ni kwamba pale wanapofanya nini? Walivyokuwa wanakushanya nini? Ulumu sunna. Walikushanya ulumu sunna ajili ya changamoto ziliomo ndani ya jamii. Nani zimetokeza nini? Mustalah. Tumia. Nawazil. Tumeelewana? Nawazil zile ndio challenge. Sasa haikukubalika hadithi ya mtu, tumeelewana, ila imefanya imechekechwa. Tumeelewana jamani? Ndio wakalazimika kufanya nini? Kukushanya sunna na huko wanakushanya nini? Ulumu yake. Sababu enzi zimebadilika, watu wanazua, ni wazushi. Ama kule kwenye Qur'ani palikuwa hapana mzushi hata mmoja. Wote walikuwa nani? Thiqatun. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo mtu akija, hiki ni kipande cha Qur'ani, inachukuliwa moja kwa moja sababu ni thika. Ama usulul fiqh, usulul fiqh ni elimu inajitosheleza yenyewe. Si tumesema sunna inatafsiri nini? Qur'an. Ama usulul fiqh inajitosheleza yenyewe, haiegemezwi kwa kitu chochote. Tayari? Msiandike, mnisikilize vizuri, mtaandika baadaye. Chanzo cha usulul fiqh kuanzishwa rasmi ni falsafa. Unajua falsafa? Nani anatueleza maana falsafa? Kupenda hikma. Nani kazungumza hivyo? Sokrati. Tunaelewana? Na watu wa enzi zake. Sokrati kazaliwa kipindi gani?
Ya 5 mpaka. Kwa hiyo alikaa tumboni karne nzima itakuwa. Kachukuliwa mimba karne ya 5 mpaka 6 kaja kuzaliwa. Karne gani ya?